Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Kwa siku ya 4 sasa kuna maandamano makubwa ambayo yanaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Wananchi wanazidi kujitokeza kwa maelfu ili kupinga uchaguzi wa mwaka wa 2025. Wanapinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu. Lakini licha na hizo juhudi zote ambazo zimefanywa na wananchi kupinga ama kukataa uchaguzi wa urais wa mwaka 2025, siku ya leo watazamaji wangu, tume huru ya uchaguzi kule nchini Tanzania imeweza kumtangaza Mama Samia Suluhu kama mshindi wa nchi ya Tanzania, rais wa nchi ya Tanzania kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025. Na sasa wakati wote watazamaji wangu, huyu Mama Suluhu atakuwa anaapishwa na sasa yeye ndio atazidi kuitawala nchi ya Tanzania. Lakini swali kubwa ambalo wananchi wanazidi kujiuliza, Mama Samia Suluhu yuko wapi? Kwa sababu habari ambazo tumekuwa tukizipata ni kwamba Mama Samia Suluhu hayuko kule nchini Tanzania. Tayari amekimbia nchi baada ya fujo, ghasia na maandamano ambayo yamekuwa yakitokea kule. Vile ambavyo nchi imekuwa ikichomeka, vile ambavyo nchi imekuwa ikiharibika, Mama Samia Suluhu alikuwa kimya na badala yake yeye alikimbilia usalama wake. Aliokolewa na ndege ya kijeshi akasafirishwa sehemu ambazo ziko na usalama. Tunapozungumza sasa watazamaji wangu, Mama Samia Suluhu inasemekana ya kwamba yuko hapa nchini Kenya kule Malindi ambako ndio anaendelea kupumzika, huku fujo na ghasia zikiendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Na watazamaji wangu, wakati haya maandamano yanazidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania, wanajeshi wamekuwa pamoja na wananchi. Wanajeshi wamekuwa wakijitokeza kwa haya maandamano kuhakikisha kwamba ni maandamano ambayo ni ya amani. Maofisa wa polisi hawatotumia nguvu zaidi kukabiliana na waandamanaji. Lakini watazamaji wangu, haya maandamano ya nchi ya Tanzania ni maandamano ambayo bado yameonekana ni ya udikteta, kwa sababu tangu haya maandamano yaanze kushuhudiwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, kule nchini Tanzania watazamaji wangu, hakuja kuwa na internet. Watanzania hawajui ni nini ambacho kimekuwa kikiendelea. Huenda kuna vile ambavyo tu kuna picha pamoja na video ambazo zimekuwa zikienea kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana matukio ya maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania, lakini kuna mengi sana ambayo bado wananchi na ulimwengu mzima hawajaweza kuyajua kuhusiana na haya maandamano ya nchi ya Tanzania, kwa sababu mtandao sasa hivi haufanyi kazi. Hauwezi ukatuma video, hauwezi ukapiga simu, yani communication imeweza kukatwa kule nchini Tanzania. Kando na communication, hakuna stima. So unaona watazamaji wangu, ni nchi ambayo imeingiwa na hofu, imeingiwa na wasiwasi, mpaka inazima ile connectivity, inazima media zote. Hakuna jambo lote ambalo unaweza kulifanya kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Hata siku ya leo, wakati tume huru ya uchaguzi ilikuwa inatangaza Mama Samia Suluhu kama mshindi kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2025, imewakisha ile connectivity ama ikawakisha mitandao kwa muda mchache tu, na baada ya kukamilisha hiyo announcement ama hiyo hotuba ya kumtangaza Mama Samia Suluhu, basi tena wakarudi wakazima. Sasa hivi nchini Tanzania hakuna communication, huwezi kupiga simu wala huwezi kufanya jambo lolote kwa sababu ya hizi fujo na ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Habari zingine ambazo tunazipata kutoka kule nchini Tanzania kwamba watazamaji wangu, bado watu wanazidi kupoteza maisha yao, na inakadiriwa ya kwamba sasa hivi idadi ya watu ama vijana wa Gen Z ambao wameweza kuiaga dunia kutokana na haya maandamano ya kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 inakadiriwa sasa hivi imeweza kufika 1000. Hapo jana upinzani wa Chadema mtazamaji wangu ulisema ya kwamba inakadiriwa ya kwamba watu zaidi ya 700 sasa hivi wameweza kupoteza maisha yao. Lakini kuna ripoti zingine hapa ambazo tunazipata siku ya leo kutoka kwa African Today Media Group kupitia kwenye ukurasa wao kijamii wa X. Kuna ujumbe fulani ambao wameweza kuchapisha hapa kuhusiana na vile ambavyo watu wanazidi kupoteza maisha yao kule nchini Tanzania. Maofisa wa polisi wanazidi kutumia nguvu zaidi kukabiliana na waandamanaji wa amani. Haya matukio ambayo yanashuhudiwa kule nchini Tanzania watazamaji wangu ni sawia tu na yale matukio ambayo yalikuwa hapa nchini Kenya wakati vijana wa Gen Z walijitokeza kwa mamilioni pale mwaka 2024 mwezi wa 6 tarehe 25 kupinga finance bill ya mwaka 2024-2025. Kipindi kile watazamaji wangu tuliweza kuona vile ambavyo vijana wengi wa Gen Z waliyapoteza maisha yao baada ya kujaribu
kuingia kwenye maandamano kule jijini Nairobi na kuelekea hadi kwenye bunge la kitaifa. Watazamaji wangu, nataka niwasomee huu ujumbe ambao umechapishwa na African Today Media Group kupitia pale kwenye ukurasa wao wa kijamii wa X, wakizungumzia kuhusiana na haya maandamano na ni nini ambacho kinaendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania wakati hakuna internet connectivity, hakuna stima, wananchi wanaishi kwa giza. Kwa hivyo watazamaji, sasa hivi kule nchini Tanzania ni vigumu sana kuelewa ni nini ambacho kinaendelea. Kuna habari chache tu ambazo tumekuwa tukizipata, tunapata video, tunapata picha, lakini bado kuna mengi ambayo watazamaji wangu dunia haijaweza kujua kuhusiana na hayo maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania. Tanzania, it's 9:15 in Tanzania and the whole country is in darkness. No electricity, no internet, and most radio stations have been shut down. There are huge arrests everywhere in Tanzania. So far, 816 people have lost their lives. Tomorrow, people are planning to continue with the demonstrations. With our correspondents in Tanzania, we will continue providing updates on the situation in Tanzania. So watazamaji wangu, mnaona hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi. Hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu kadri haya maandamano yanavyozidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania, nao wananchi wanazidi kupoteza maisha yao, pia vile vile mali zinazidi kuharibiwa. Katika hayo matukio ya siku tatu kuna uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa kule nchini Tanzania. Nchi ya Tanzania imeteketezwa kwa kiwango kikubwa sana, mpaka majumba ya serikali. Spika wa bunge la kitaifa la Tanzania ameweza kufikiwa na haya madhara ya maandamano ya vijana wa Gen Z. Jumba lake liliweza kuchomwa. Baadhi ya wanamuziki ambao walikuwa na msupport Mama Samia Suluhu kama vile Diamond, pia wao mali zao, magari zao ziliweza kuchomwa. Wanasiasa wengi mali zao ziliweza kuchomwa na kuharibiwa na hao waandamanaji ambao wamejawa na hasira, wamefika mwisho, hawawezi kukubali kuendelea kutawaliwa kwa njia za kidikteta. Hatujui ni vuguvugu ambalo litaendelea mpaka lini watazamaji wangu, ili vuguvugu la vijana wa Gen Z kutaka mabadiliko yafanyike, wanataka new reforms, ndiposa huu uchaguzi uweze kurudiwa. Lakini ni jambo ambalo watazamaji wangu sidhani kama litakuwa rahisi huu uchaguzi kurudiwa tena, kwa sababu tayari tume huru ya uchaguzi kule nchini Tanzania imemtangaza Mama Samia Suluhu kama mshindi kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2025 akiwa ameshinda kwa kura milioni 31 kati ya zile kura milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa kule nchini Tanzania. Watazamaji wangu, huyu Mama Samia Suluhu ndio rais wa kwanza kushinda na hicho kiwango kikubwa cha kura. Hakuna rais mwingine ambaye aliwahi kushinda na hicho kiwango. Hata wakati wa Pombe Magufuli hakufikia huu ushindi ambao Mama Samia Suluhu ameweza kushinda nao mwaka 2025. Lakini kwa Mama Suluhu, watazamaji wangu, mnajua vyema yeye hakuwa na mpinzani. Yeye tu ndio alikuwa pekee, yeye tu ni kama ndio alikuwa anagombania hiki kiti cha urais akiwa peke yake. Kwa hivyo haya ni matokeo ambayo tuliyatarajia kwamba ni yeye tu angeweza kupigiwa kura, kwa sababu pale kwa ballot box ilikuwa tu ni yeye peke yake, sura ilikuwa ni ya Mama Samia Suluhu. Kwa hivyo wananchi hawakuwa na budi wamchague tu Mama Suluhu ama uachane na mambo ya kwenda kwenye uchaguzi. Na kwa kweli wale ambao walikuwa wanapinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu hawakwenda kwenye uchaguzi. Hiyo siku ya tarehe 29 waliamkia maandamano. Vijana wa Gen Z, wale wa Tanzania wazalendo ambao wanataka wabadilishiwe katiba, ambao wanataka demokrasia, wao hawakwenda kupiga kura. Walienda wakaanza kuharibu hata hivyo vituo vya kupiga kura, wakahakikisha kwamba hawataki, wakatupa hizo makaratasi za kupiga kura. Kwa hivyo shughuli nzima ikavurugika kabisa, na tangia hiyo tarehe 29 watazamaji wangu, kila siku kumekuwa na fujo, ghasia na maandamano makubwa ambayo yanazidi kushuhudiwa kule nchini Tanzania ili kupinga huo uchaguzi ambao haukuwa na uhaki na usawa, na pia ni uchaguzi ambao haukuwa na demokrasia. Viongozi hawakupatiwa nafasi ya kuingia kwenye hicho kinyang'anyiro cha urais. Mama Samia Suluhu ndio alikuwa pale peke yake, na kwa hivyo watazamaji wangu, ni jambo ambalo limeleta hali ya wasiwasi na hali ya fujo, ghasia na uharibifu wa mali sasa hivi kule nchini Tanzania. Hatujui vile ambavyo hali itaendelea kushuhudiwa watazamaji wangu. Ikiwa leo ni siku ya 4 maandamano yakiendelea kushuhudiwa kule nchini Tanzania, Mama Samia Suluhu ameikimbia nchi, bado hajaweza kuvunja kimya hata baada ya kutangazwa mshindi kwenye huo uchaguzi wa urais wa mwaka 2025. Hatujaweza kusikia jambo lolote kutoka kwake, na kwa hivyo hatujui ni nini ambacho tunakitarajia. Huku habari zikisema kwamba Mama Samia Suluhu anaendelea kutafuta
vile ambavyo atakomesha haya maandamano na kutengeneza broad based government ya huko Tanzania akiwa na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, ili watulize ili joto la kisiasa ambalo limeanza kushuhudiwa dhidi yake. Lakini je, Tundu Lissu atakubali kufanya handshake na Mama Samia Suluhu, kizingatia kwamba vile ambavyo Mama Samia Suluhu ama serikali ya Mama Samia Suluhu imekuwa ikimtesa Tundu Lissu? Amekuwa akihangaishwa kule mahakamani, amekuwa akiwekwa kizuizini, hakupewa nafasi ya kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Je, unaona kweli Tundu Lissu atakubali kujiingiza ndani ya broad based government ama kutengeneza serikali ya muungano akiwa na Mama Samia Suluhu? Watazamaji, hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na vile ambavyo tetezi ama habari zinazidi kugonga vichwa vya habari zikisema ya kwamba Mama Samia Suluhu huenda akafanya serikali ya muungano akiwa na Tundu Lissu, na anasaidiwa na Rais William Samoei Ruto pamoja na Kaguta Yoweri Museveni wa kule nchini Uganda. Hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu kuhusiana na vile ambavyo unaona nchi ya Tanzania inazidi kuteketea, na ni lipi ambalo linastahili kufanyika kwa dharura ili kukomesha haya maandamano ya uchaguzi ama hizi ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha nakumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.